Naam, bwana, karibu sana mwanamichezo na mtazamaji wa Mlacha Media. Tuendelee kujuzana zile taarifa zote za kimichezo ambazo zinaendelea kujiri kunako pande tofauti hasa katika uga wa kitaifa, lakini pia bila kusahau katika uga wa kimataifa. Kama kawaida, leo moja kwa moja na kupeleka katika uga wa kimataifa kuweza kuangazia baadhi ya michezo ya UEFA Champions League, ambapo tunafahamu siku ya Jumatano kulikuwa kuna michezo kadhaa mikubwa katika michezo. Tunafahamu kabisa Atletico de Madrid ya kule nchini Hispania walikuwa wakiwakaribisha Inter Milan kutokea kule nchini Hispania, lakini pia kwa upande wa Frankfurt wao walikuwa hapo nyumbani wakiweza kuwakaribisha Atalanta, lakini kwa upande wa majogoo wa pale nchini England kwa maana majogoo wa jiji la Liverpool wao walikuwa wakiweza kuwakaribisha PSV kutokea kule nchini Uholanzi. Lakini kwa upande sasa wa Real Madrid walikuwa ugenini dhidi ya Olympiacos na mchezo uliweza kumalizika vizuri na Real Madrid wakafanikiwa kuibuka na ushindi. Lakini pia vile vile PSG alikuwa yupo nyumbani akiweza kuwakaribisha Tottenham Hotspur kutokea kule nchini England. Lakini kwa upande wa Sporting CP kutokea kule nchini Ureno walikuwa pia wapo nyumbani wakiweza kuwakaribisha Club Brugge. Na nitaenda kukupa sasa matokeo ya moja kwa moja kuhusiana na michezo hiyo mikubwa ambayo iliweza kupigwa kunako usiku ule wa UEFA Champions League. Tukianza na klabu ya Arsenal, wao walikuwa wapo nyumbani pale katika dimba la Emirates na mchezo huu uliweza kumalizika kwa Arsenal kuweza kuibuka na ushindi mnono kabisa, ushindi wa mabao 3-1, na hii inakuwa ni mara ya kwanza kabisa katika msimu huu Bayern Munich kuweza kupoteza mchezo. Tunafahamu kabisa Bayern ilikuwa unbeaten kwa muda mrefu kweli, lakini unbeaten imeweza kuondoka mara baada ya kuweza kupoteza kwa idadi ya mabao 3-1 dhidi ya klabu ya Arsenal. Na magoli wa Arsenal the Gunners yaliweza kufungwa na Julian Timber pamoja na Madueke, na goli la mwisho aliweza kufunga Gabriel Martinelli. Lakini goli la kuvutia machozi kwa upande wa Bayern Munich liliweza kufungwa na bwana mdogo Karl na kuweza kufanya mechi hiyo kumalizika kwa idadi ya mabao 3-1. Lakini kwa upande sasa wa klabu ya Real Madrid ni kwamba mchezaji Kylian Mbappe aliweza kufunga hat-trick na kuweza kuifanikishia klabu yake kuweza kuibuka na ushindi wa mabao 4-3. Mchezaji Kylian Mbappe aliweza kufanikiwa kufunga mabao yote ya klabu hiyo ya Real Madrid, alifanikiwa kufunga mabao 4, lakini kwa upande wa Olympiacos walifanikiwa kufunga mabao 3 na kuweza kufanikisha mchezo huo kuweza kumalizika kwa idadi ya mabao 4-3. Lakini kwa upande sasa wa PSG ambapo wao walikuwa wapo nyumbani wakiweza kuwakaribisha Tottenham Hotspur, bwana, mchezo huo uliweza kumalizika kwa mabao 5-3 ambapo PSG waliweza kushinda mchezo huo. Mchezo huo Tottenham Hotspur ndo walianza kuingia kambani mapema kabisa kunako dakika ya 35 katika kipindi cha kwanza, ambapo Richarlison aliweza kuingia kambani, lakini kunako dakika 45 Vitinha akaweza kuisawazishia klabu hiyo ya PSG, lakini kunako dakika ya 50 Colomwani pia akaweza kuifungia Tottenham Hotspur goli la pili. Lakini pia dakika 53 Vitinha akarudi tena kambani na kuweza kulevel scoreboard na kuweza kusoma bao 2-2. Lakini pia dakika ya 59 Ruiz akaweza pia Fabian Ruiz akaweza pia kuifungia PSG bao la 3. Lakini pia dakika 65 Pacho beki wakati huyu wa klabu ya PSG pia akaweza kufunga bao la 4. Lakini kunako dakika 73 Colomwani pia akaweza kufunga bao la 3 kwa upande wa Tottenham Hotspur na kufanya ubao kusoma 4-3. Lakini
kunako dakika ya 75 Vitinha akaweza kuifungia PSG bao la 5 kwa mkwaju wa penalti, lakini pia yeye mwenyewe kuweza kufanya kutimiza hat-trick kwa maana ya mabao matatu katika mchezo huo na kufanya mchezo huo kumalizika kwa mabao 5 kwa 3. Bwana, ilikuwa ni moto kweli kweli kunako michuano hiyo ya UEFA Champions League. Lakini kwa upande sasa wa Atletico de Madrid, wao walikuwa pale katika dimba lao la Wanda Metropolitano la pale nchini Hispania, lakini mchezo huo uliweza kumalizika kwa mabao 2-1, Atletico Madrid akifanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-1. Bao la mapema kabisa la Julian Alvarez kunako dakika ya 9, lakini kunako dakika 54 Inter Milan wakaweza kusawazisha kupitia kwa mchezaji wao Zielinski. Lakini pia kunako dakika za jioni kabisa, dakika za nyongeza, Jimenez akipokea pasi kutoka kwa Antoine Griezmann akaweza kuandika bao la pili na kuweza kuifanikishia klabu hiyo ya Atletico de Madrid kuweza kuibuka na ushindi katika mchezo huo wa usiku wa UEFA Champions League. Na ni kwamba sasa tunajua hivi sasa mashindano haya ya UEFA Champions League hayachezi kwa magrupu kama ilivyokuwa mwanzo. Sasa hivi wanacheza kwa mfumo wa ligi, lakini mpaka hivi sasa Arsenal Gunners wako pale juu kabisa kileleni, wao pia wamefanikiwa kukusanya alama 15. Kwa hiyo mwanzo mzuri kwa klabu ya Arsenal Gunners, lakini ngoja tuone kama msimu huu labda anaweza kawa na surprise kwa sababu tunafahamu miongoni mwa vilabu ambavyo ni vikubwa barani Ulaya Arsenal bado hajafanikiwa kutoa ubingwa wa UEFA Champions League. Kwa hiyo ngoja tuone kama maybe msimu huu unaweza kawa surprise kwa upande wa klabu hiyo ya Arsenal. Bwana, mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, lakini cha msingi sasa kwa ambao wanaendelea kuifuatilia Mlacha Media, kama bado hujasubscribe bado una nafasi ya kuweza kusubscribe. Njia ni rahisi tu, utaona kuna maandishi hapo yaliyoandikwa subscribe, moja kwa moja ukisha bonyeza unakuwa umefanikiwa kujiunga na familia hii ya kimichezo. Kama kaida, kazi yetu